njia ambayo Simba wanaenda, bila kumzungumzia Murtaza Mangungu mwenyekiti. Kumbuka huyu ni mwanasiasa ambaye amedumu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amekuwa katika sehemu mbalimbali. Ukienda kusini, hata kama utaishiwa mafuta ukasema mimi bwana ni rafiki wa Mangungu, ujue umetoboa. Chairman, mambo vipi? Nashukuru sana. Leo nimemwambia watu naenda kuongea na chairman na umakini wangu ninao, nisipate jibu katika jibu. Miaka 90 ni kitu kirefu sana. Wewe ni mwana Dar es Salaam, umekaa hapa. Marehemu mzee wako ni mmoja kati ya wazee wa mwanzo kabisa kuwa na magorofa katikati ya jiji la Dar es Salaam. Lakini kwangu mimi pamoja na Dar es Salaam huo, miaka 90 ina mambo mengi. Kuna hadithi zilizoachwa, zipo za kusimuliwa na zipo ambazo wameenda nazo. Historia ya Simba kufikia miaka 90 leo hii, Simba wanapaswa wajivunie hasa katika mambo gani? Kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi, na mengine uliyosema sioni kama yanabeba uzito wote kwa sasa. Naizungumzia Simba kwamba Simba ni timu na klabu kubwa ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Moja kati ya vitu vikubwa sana, Simba imejijenga katika ile tunasema self reliance, kwamba Simba ni taasisi na timu ambayo imekuwa ikiishi ikijitegemea. Na nikisema hayo, tangu mwanzo walikubali kuwa na nguvu moja, wakaanzisha klabu yao na wakajitoa kwenye mashirikiano na wengine. Timu ikasimama yenyewe, ikaingia kwenye ushindani, imeshindana. Timu ya Simba ndio timu ya pili kwa historia ya mji wa Dar es Salaam, kwa sababu baada ya Cosmopolitan ndio Simba iliyofuata kujenga kuwa na nyumba yake yenyewe. Kwa hiyo kwa miaka hiyo timu ya mpira tu kumiliki nyumba ilikuwa ni jambo kubwa. Kwa hiyo Simba ilinunua nyumba yake, ikanunua nyumba zake, na mwisho miaka ya 69 mpaka 70, 71 tunawashukuru na kuwapongeza wazee wetu. Leo hii mmoja kati ya walio hai ni mzee Hamis Kilomoni ambaye alisimamia na ndio alikuwa mweka hazina wa huo mfuko. Tukajenga jengo la club. Kuwa na club house ni jambo kubwa sana, lakini kutokea hapo Simba imefanya mambo mengi. Imejiendesha yenyewe, imekwenda Brazil kufanya mazoezi na kufanya ziara, imekwenda Poland kwa nguvu zake yenyewe. Simba mwaka 74 imecheza nusu finali ya Club Africa, wamecheza quarter final zaidi ya mara 8, mara 9. Sasa hivi tumecheza finali 2, mwaka 93 na mwaka jana. Kwa hiyo ni timu ambayo inatumia nguvu ya umoja katika kujijenga. Kwa hiyo sisi silaha yetu kubwa ndani ya Simba Sports Club ni kuwa na hali ya nguvu ya pamoja, na ndio maana hata kutokea mahala tukaitilafiana ni rahisi kurudi chini na kuangalia namna ya kuweza kutatua na kuliendea hilo jambo ambalo limejitokeza. Ni mwaka mpya, matamanio yamekuwa makubwa. Nyinyi ndio wanzilishi au mnasadikika kwamba ni wanzilishi wa mambo mengi sana katika mpira wa miguu ya Tanzania, mabadiliko na transformation mbalimbali ambazo zimekwenda hapa. Lengo lenu kwa mwaka huu ni lipi haswa? Na nini unatamani sana wana Simba siku hii iwe ndio chanzo cha kile ambacho mnataka kukifanya katika msimu huu na msimu unaokuja? Kwanza kubwa ni washukuru na kuwapongeza washabiki wetu ambao wameonyesha ujasiri na uhimilivu mkubwa, kwa maana kwamba katika kipindi chote hiki pamoja na madhila ambayo yamejitokeza, na bahati nzuri wao wenyewe wanaangalia mazingira ambayo yanatukwaza, lakini sisi tumeendelea kujenga timu ambayo iko more competitive na inaweza kushiriki kiushindani ndani ya uwanja, na tunaweza kufanya mambo mengine mengi ya kimaendeleo katika kuijenga na kuimarisha timu yetu. Kwa hiyo leo ni miaka 90 na matarajio yetu tungeweza kufanya hili jambo kwa ukubwa sana, lakini kwa bahati mbaya kwamba mwaka huu serikali inafanya utaratibu wa kufanya ukarabati wa miundombinu. Uwanja wa Benjamin Mkapa ambao unaweza kuchukua zaidi ya watu 60,000 umefungwa. Tumekuja hapa, watu wengi wamekwazika, walitamani waje lakini wameshindwa kwa sababu tiketi zimeuzwa, yani siku 2 kabla ya tukio tiketi zimeisha, na hapo ukiangalia nje watu wako wengi. Kwa hiyo tunaomba radhi, lakini tunaomba kwamba itakapokuwa mwakani tumemaliza mashindano mengine ya kimataifa, tutakuja kulifanya tamasha kubwa ambayo itakuwa tunakuja kulipizia miaka 90 ya mwaka huu. Bwana, mimi siwezi nikakuacha hivi hivi. Nilikuwa nawaambia mimi Murtaza Mangungu sio tu ni wakilwa. Kule Edinburgh
kule Boston na wapi wamekwenda. Ni kweli umepitia maeneo hayo katika harakati zako za maisha kimasomo, katika maeneo hayo ambayo nimeyataja, au ni story ambazo unazipata KT Shop? Sijui hapo KT Shop, lakini kweli mimi historia ya maisha yangu na uzoefu mkubwa wa kuwepo katika maeneo mengi. Nimefanya kazi katika taasisi nyingi ndani na nje ya nchi, kwa maana kwamba nimewahi kufanya kazi huko Marekani, Uholanzi, Ubelgiji na Spain, na ndio maana nashukuru Mungu naweza kuzungumza lugha nyingi sana.